na ukatupenda hata kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tena ukasema mawazo yako ni mawazo ya amani, si mabaya, ili utupe tumaini katika siku zetu za mwisho. Wewe ambaye ulichora ramani ya plan B baada ya anguko la wazazi waliotangulia. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako wa kutoa dhabihu kupitia mwana wako Yesu, ambaye alitoa mwili wake, akatoa uhai wake, nasi tukazaliwa kwa njia ya imani kwa neema yake ya ukombozi ulioileta miaka 2000 iliyopita. Hakuna mmoja uliyependa apotee, ili kila mtu atakayemwamini mwana wako Yesu apate uzima wa milele. Kwako kuna uzima, kwako kuna amani, kwako kuna faraja, kwako kuna ulinzi, kwako kuna kushibishwa mema, kwako kuna kurejeshewa, kwako kuna kuinuliwa, kwako kuna kutolewa kuzimu katika mabonde na mashimo ya uharibifu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako, ni katika jina la Yesu, amen. Mpe mkono wako, mwambie hai, mwambie upendo wa Yesu leo ukuzunguke. Mwambie upendo wa Yesu leo ukuatamie. Mwambie upendo wa Yesu ukuzunguke, upendo wa Yesu ukuatamie. Nilikuwa na tafakari sana Mungu huyu alivyo wa ajabu. Kabla hajaumba mtu, aliumba vitu vyote vizuri, rasilimali, maji, mimea, nafaka, wanyama, samaki na ndege. Sasa na tafakari, kwa nini Mungu alikuwa na akili za namna hii? Na chakula hakijawahi kuisha, maji hayajawahi kuisha. Kunaweza ukatokea kiangazi, lakini bado mvua inaweza ikanyesha na watu wakapata maji, na mimea ikafufuka, na wanyama nao wakapata malisho. Huyu Mungu ni wa ajabu. Mwambie jirani yako, Mungu ni wa ajabu. Hebu muangalie jirani yako, anafanana Mungu au anafanana baba yake? Maana kuna wengine wanafanana baba zao. Nashukuru Mungu mimi sifanana na baba yangu wala sifanana na mama, ila namfanana na Yesu. Nafanana nani? Mimi nafanana na Yesu. Mwambie jirani yako, unafanana na Yesu. Kama anafanana na Yesu, ina maana yeye ana upendo. Si ni kweli eti? Sasa kwa sababu leo ni siku ya wababa, sina sababu ya kuyazungumza mambo ya wababa. Mnayajua, si mnayajua? Hata wengine hawajasalimia baba zao hapo, wengine hawajawatumia hata vocha. Lakini ukitoka hapa, kamtafute babako, mtumie vocha. Sio vocha, mwambie pesa ya nani, au sio? Eti mtatutafuta eti kama mimi yani napenda yani au sio? Na sisi ambao tuna baba wa kimwili, kama kuna kitu kimepungua, lakini nashukuru Mungu anakuja anaweka hali ile ya upweke, kukosa, ukiwa, anaichukua yeye. Ndio maana anaitwa baba wa yatima. Mimi sasa hivi baba yangu ni baba yatima, ni Mungu, si ndio? Na sisi ambao tumepoteza baba zetu, hatuna sababu ya kuomboleza na kumdai Mungu kwa nini baba umemchukua na hivi. Baba wa yatima yupo, baba wa mbinguni yupo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru, kwa sababu fadhili zake ni za milele. Mwambie jirani yako, fadhili zake ni za milele. Nilikuwa nasoma Zaburi ya 42, anasema kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, ndivyo nafsi yangu inavyokuonea kiu, Mungu wangu.
Ulishakaa mahali ukajiuliza, wakati umepungukiwa au umekutana na changamoto, uko peke yako, umewaambia watu juu ya matatizo yako, hakuna aliyekusikiliza? Umeshawahi kufika hapo? Umepiga simu, hakuna inayopokelewa. Alafu Mungu alivyo, yule uliyemtegemea apokee simu yako ili umwambie matatizo yako, hayuko hewani au simu haipatikani. Basi ukijua kwamba yuko Baba anayeishi milele, tena anatawala, tena anaweza akakuonyesha mlango wa kutokea, basi unamwambia Mungu, Mwemezi hajapokea simu, lakini wewe Baba upo, na nilipo yupo, na wewe upo, na mimi nipo. Kwa huyu Baba wa mbinguni tunatakiwa kuwa na shauku, kutamani kumsikia, kutamani kumwabudu, kutamani kumtolea sadaka. Hapana, sadaka hapana, tusitoe wala tusiwe na shauku. Ngoja nisome hapa. Kama mbona mmekaa kimya? Hamna shauku nyie na Baba? 42 mstari wa kwanza na wa pili. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Ukisoma pale chini anazungumza kwamba machozi, alikula machozi. Ilifika wakati analia, chakula chake kikawa machozi, kwa sababu uwepo wa Mungu ulitoweka au uliondoka. Akawa na shauku, akawa na kiu ya kumsikia Mungu au karibu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Twende Zaburi 85 mstari wa 10. Fadhili na kweli zimekutana, haki na amani zimebusiana. Kweli imechipuka katika nchi, haki imechungulia kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie Zaburi 120 na 3. Nimekuinulia macho yangu, wewe uketie mbinguni, kama vile macho ya watumishi kwa mkono wa bwana zao, kama macho ya mjakazi kwa mkono wa bibi yake. Hivyo macho yetu umwelekea Bwana Mungu wetu, hata atakapo turehemu. Ukiendelea pale chini anasema uturehemu Bwana, uturehemu sisi. Kwa nini Daudi aliandika maombi haya? Kwa sababu Daudi kipindi ana mtafakari Mungu, baba yake Yese hatajwi tena. Kwa hiyo alikuwa anamuona Mungu baada ya kumuona Yese. Na nafikiri kipindi hicho Yese hakuwepo, alikuwa peke yake. Pamoja na kwamba Mungu alimuinua akawa mfalme juu ya taifa la Israeli, lakini bado alimuhitaji Baba wa mbingu na nchi ili aweze kuleta faraja, aweze kumpa matumaini mapya katika safari yake ya ufalme wake aliyokuwa ametiwa mafuta. Tunamhitaji Mungu zaidi katika kipindi
chochote ambacho tunakipitia. Vipindi vigumu tunamhitaji Mungu, vipindi vya furaha tunamhitaji Mungu, vipindi vya kazi tunamhitaji Mungu, kila kipindi tunamhitaji Mungu. Nirudi tena, wamama mpo? Mnasubiriaga baba walete matumizi nyumbani? Ni kweli sio kweli? Acha sasa hivi una mume, tunazungumza una mume sasa, una watoto, wote mtasubiri mpaka baba arudi, si ni kweli au sio kweli? Kitu gani kinachokufanya umsubiri au mngojee? Kitu gani? Baba akiwepo anakuwa amechukua nafasi ya Mungu, amechukua nafasi ya duniani, na akiondoka Mungu anakupa uwezesho mwingine. Ni kweli sio kweli? Ndio maana kuna mahali anasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, atakuwa fukara katika nchi ya nyika isiyokaliwa na watu. Kwa hiyo Mungu peke yake ndiye anatakiwa kutegemewa, kutumainiwa, kuombwa, kuwa na shauku, kuwa na kiu ya kuwa karibu na Mungu. Kipindi ambacho mwanadamu anapokuwa ametengana na Mungu, kwanza huwa ana feel aibu, shame. Anakuwa ni mtu mwenye aibu, anakosa ujasiri, hawezi kujitambulisha, anakuwa kama mtu aliyechafuka. Kwa sababu uwepo wa Mungu unapoondoka au utukufu wa Mungu unapoondoka, lazima ujisikie mpweke. Daudi alijisikia mpweke. Ndio maana anasema kama ayala ayaoneavyo shauku mito ya maji, ndivyo nafsi yangu inavyokuonea kiu. Lini utakapoonekana ili nije mbele zako, uwepo wako uweze kunihifadhi, au uniletee tena matumaini mapya, nipate amani? Leo Mungu atakupa amani yako iliyopotea. Wana wa Mungu, tunamhitaji Mungu sana. Tunamhitaji Mungu. Kwa nini tunamhitaji Mungu? Kwa sababu maisha ni vita, sio mapambano. Na kila itwapo leo, Mungu hajawahi kutuacha wala kutusahau kabisa, wala kutupungukia. Mambo matatu: hajakuacha, hajakusahau, hajakupungukia. Baba, unaweza ukadanganya, ukamwambia mwanao, mkeo, ukasema sina pesa, lakini ukienda ukatoka pembeni, utasikia nafsi inakusuta, inakuambia wewe, wale watu wanakutegemea wewe, tuma hata hicho kidogo ulicho nacho. Kuna baba wengine hawavai nguo, hawanunui mavazi kwa muda mrefu, kisa watoto wale, kisa watoto wasome, kisa watoto wavae. Mungu alitoa nafsi yake. Ndio maana sisi tulipokuwa tumehukumiwa kufa, kwa mapenzi yake aliona yeye aitume nafsi yake, Yesu aje avae mwili afanane na wanadamu wanaoteseka au wenye matatizo, ili aweze kuchukua ulimwengu wote na makosa yote na dhambi zao ziwe juu ya mwili wake, apigwe, ateswe, mateso yote yajae juu yake, kudhurumiwa na kukataliwa. Ndio maana leo hutaki kusema mimi na roho ya kukataliwa. Ndio maana leo huwezi kusema mimi sina baba. Ndio maana leo huwezi kusema mimi ni mgonjwa. Biblia inasema aliye mgonjwa anasema mimi ni mzima. Anasema huzuni na kuugua zitawakimbia, kwa sababu tayari alishafukuza huzuni, alishafukuza kuugua, alishafukuza umaskini na ufukara uliokuwa nao.
Yesu alifanyika kuwa maskini ili tufanywe matajiri. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua ya mbele, yanayokuja na hata sasa. Ndio maana akaandaa mpango tunauita mpango B, plan B. Ndio maana leo ulimwengu wote unaimba habari za Yesu, na kila anayemwamini Yesu anapata uzima au ondoleo la dhambi, anakuwa mzima, kwa sababu yuko ambaye alitupenda. Unajua upendo ni kitu cha hatari mno. Nasema hivi, upendo ni kitu cha hatari. Nilisoma kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora, anasema hivi, upendo una nguvu kama mauti. Upendo una nguvu kama. Sasa mauti ikifika mahali inasaza kitu kinabaki hai, na upendo unastiri wingi wa dhambi. Sisi tulikuwa wenye dhambi, Mungu akatupenda. Biblia inasema Mungu alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi, na kwa kumtuma mwana wake ili aweze kuziondoa dhambi ambazo zilikuwa zimehukumiwa au zimehesabiwa juu ya watu au juu ya ulimwengu. Leo tunasema tumezaliwa, sisi ni watoto wa Mungu. Mtu anasimama sema nampenda Yesu, mimi nimeokoka. Unaokoka? Uliokolewa? Ulifanywaje? Tulipendwa na hatukuwa na haki ya kupendwa, lakini kwa neema yake tukapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimeimba wimbo, upendo wa Yesu unanizunguka, hakuna mwingine unaofanana. Sisi wa baba wapendwa, tuna mambo mengi, tunahitaji mtuombee sana. Tuna mambo. Nilikuwa namwambia mtu mmoja nikasema, mimi sikuwa na sura ya namna hii. Nilikuwa mimi niko HB kweli, kauso kazuri, hakana makovu. Lakini nilipoanza kuingia kwenye huduma hii, mawe yote, makofi yote, mishale yote inagonga kwenye uso. Huku ni kijana, sura inaanza kuzeeka. Nini? Sababu ya matatizo tunayobeba. Tunabeba familia, unabeba watoto, majukumu yote unaletewa wewe, mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimewaambia hivi, hata kama hamjaambiwa kutupenda, lakini Mungu amesema pendeni, na mwenye kupenda amemjua Mungu. Kwa hiyo upendo wa Mungu uweze kukuzunguka jioni ya leo, ukuatamie, ukilala ukuatamie, ukuhifadhi, ukutunze, ukulinde. Maana mwanadamu unaweza ukamwambia matatizo yako na asisikilize, lakini Mungu anasikiliza kilio cha watoto wake, na hajawahi kumchukia hata mmoja miongoni mwa watoto wake. Tusome Zaburi 145. Tuanzie mstari wa 8. Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira. Rudia. Bwana anafadhili, ni mwingi wa nini? Si mwepesi wa nini? Ni mwingi wa huruma au rehema. Mstari wa 9. Bwana ni mwema kwa watu wake, na rehema zake zi juu ya kazi za mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwingi wa fadhili, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa huruma.
Kuna mahali nilisoma, nafikiri ni Zaburi, ngasema kama Bwana angelihesabu makosa, ni nani angelisimama? Tuseme ukweli, nani angelisimama hapa? Kama Bwana angekuhesabia makosa ambayo baba yako aliyafanya, mama yako aliyafanya, usingekuwepo leo. Kama Bwana angelihesabu makosa uliyoyafanya wewe, usingekuwepo leo. Ni mwingi wa huruma, ni mwingi wa rehema. Fadhili zake ni nyingi na za milele. Maana yake fadhili ni upendo. Ngoja nikuulize, tunaposema wafadhili au nimepata mfadhili, maana yake nimepata nani? Kuna mtu aliyejinyima cha kwake akaamua kukupa wewe. Huo ndio unaitwa upendo. Upendo ni kufadhili mtu, kujinyima yeye ili akupe wewe utokane na shida ulio nayo. Na wababa wengi tumeumbiwa kupenda, na ndio maana hata sheria inasema au amri inasema, enyi waume wapendeni wake kama Kristo alivyolipenda kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upendo wa Bwana ukuzunguke leo. Hata kama ulikuwa umepoteza imani, matumaini, jua upendo wa Mungu leo utakuhifadhi, utakuganga majeraha. Na ukiona mwanaume au baba apendi watoto wake au apendi mke wake, huyo haitwi baba, anaitwa mwanaume suruali. Nilishawapaga jina. Wale wasiopenda watoto wao wanaitwa sio baba, wanaitwa wanaume. Yeye kazi yake, nimemwambia mama hapa, dume la mbegu. Nilikuwa na maanisha nini? Wale wasiojua wajibu wao, majukumu yao. Shukuru Mungu, Baba wa mbinguni anaishi na bado anakupenda, na kwa sababu yupo na bado anakupenda, endelea kumtukuza na kumuishi. Mungu atakuongezea wingi wa siku ndugu. Hata sisi wengine tumepona kwenye ajali haya na kunyoshwa masumu na kupigwa. Tupo kwa sababu tunampenda Mungu, na yeye kwa sababu alitupenda. Na kwa kuwa alitupenda, maana yake anayependwa na yule anayependwa wote mkikutanishwa, amesema hivi, turudi ule mstari, anasema haki na nini zimebusiana. Yaani fadhili na kweli zimebusiana. Hamjaelewa bado? Upendo wa kweli umebusiana. Upendo na kweli vimefanyaje? Vimekutana, vimegongana, kuna kitu kikubwa kinatokea. Fadhili za Mungu zikibusiana na kweli yake, ambayo ni msamaha wa dhambi aliyofanya kwako, na ukaukubali msamaha wa dhambi na ukakubali upendo wa Mungu utawale kwenye maisha yako, hutakuja kukutana na magonjwa ya kukuua. Utafika umri mtimilifu, utatimiza ndoto zako, na uzee wako utarejezwa kama tai. Ataukomboa uhai wako na kaburi, atakusamea maovu yako. Magonjwa yote uliotupiwa, uliolaaniwa, hayatafanya kazi, kwa sababu upendo wa Mungu umebusiana na kweli yake. Yesu alikuwa anatuombea, anasema wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Ukishamjua Mungu, amani inakuja kwako. Ukishamjua baba yako, unakuwa na amani. Niliwahi kuwapa story fulani. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja, alikuwa anaitwa Chapira. Tulikuwa marafiki. Mimi yule mtu tumekutanishwa tu na Mungu. Hakuwa na baba yake. Mama yake akawa ameolewa na jamaa mmoja, alikuwa na sikio moja, alikuwa anamuita mzee Kasikio.
Siku moja akamuuliza mama yake, nikiwepo tu akamuuliza, hivi huyu rafiki yangu ana baba yake na kila mwaka anaenda nyumbani kumsalimia baba yake. Mimi mama yangu, baba yangu yuko wapi? Yule mama unajua alimdanganya. Alimwambia hivi, baba yako yuko Muheza. Muheza kitu kama hicho. Jamaa akachukua likizo, akaenda Muheza kumtafuta baba yake. Hakumpata. Yule baba amefariki akiwa hana nyumba, hana mji, anaishi ukweni. Na huyu ndugu alikuwa na majumba, alikuwa na fedha, alikuwa mtumishi wa serikali. Alipomkosa baba yake, aliingiwa na fadhaa moyoni mwake, akaona kwa nini mimi kuishi? Mwanamke aliyekuwa amemuoa alimnyang'anya mtoto, alikuwa ameoa Msoma, samani watu wa Msoma. Kisa hana baba, hana mwelekeo, hajulikani familia yake ametoka wapi. Yule mama akamnyang'anya mtoto. Yule dada alisoma na mke wangu mimi, walisoma shule moja ya Bwiru, lakini alimnyima. Yule jamaa kwanza amenyang'anywa mtoto, copyright wanafanana, ameenda kumtafuta babake akamkosa, alafu aliishiwa. Na kwa sababu alikuwa hajaokoka, alikuwa ni mtu tu anaamini kwenye masuala ya giza. Ngoja nikwambie, hata kama umemkosa baba yako leo, hata kama baba yako hayupo, jua yuko Mungu ambaye ni si mwepesi wa hasira. Nikagundua kumbe baba ni wa muhimu sana. Ni kweli sio kweli? Wote hapa wengine hamjaolewa, lakini bila baba ambaye anakupenyezea kidogo. Ni kweli sio kweli? Na unaweza ukazaa mtoto wa kiume ukaanza kumuita baba, kwa sababu huyo ndiye anachukua nafasi ya baba. Akaanza kukulisha, akaanza kukutunza na nini, tena unamuita baba. Kwa upendo ulioko ndani ya Mungu hauwezi kulinganishwa na chochote. Pumzi anayotupa ambaye hatulipii haiwezi kulinganishwa na utajiri anaotupa. Utajiri unaweza ukaisha, mali zinaweza zikaisha, lakini upendo wake hauwezi kuisha. Biblia inasema, ni nani awezaye kuuzamisha upendo? Upendo wa Mungu hauzamishwi. Hata bahari haiwezi kuuzamisha, maji mengi haiwezi kuzamisha upendo. Kwa hiyo jua baba ni upendo. Na nilipokuwa na tafakari, nikasema maana ya baba nini? Sio kwa sababu anazalisha watoto au yeye anabeba majukumu makubwa. It's love. Baba maana yake ni upendo. Na duniani kote mtoto akizaliwa, lugha ya kwanza ni papa. Nani? Mama atafuata mwisho. Ukiona mtoto anatangulia kumuita mama, ujue huyo anakuja kuwa bubu huyo. Lakini lazima aanze na papa, baadaye baba. Hata Mchina alishabadilisha jina la baba, lakini anapozaliwa kaanza kuongea, cha kwanza ni nani? Maana yake upendo ulionileta duniani. Ndiye anashukuru kwa sababu nipo, baba aliyeniweka hapa ndio natakiwa nimuite, hata kama nitamuita father, lakini baba anachukua nafasi ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Zamani walikuwa wananisimulia miaka ile, kulikuwepo na njaa mwaka 47. Ukisikia wa mwaka 47 kulikuwepo na njaa Tanzania. Tanganyika ilikuwepo, Tanzania haijakuwepo. Sasa wababa walikuwa na safiri, wanaiacha miji yao, wanaacha wake zao, wanawaambia hivi, mtokose blanketi au mawe mpaka nirudi. Kwa hiyo watoto wanapoona chungu kinatokota wanajua ni chakula.
kumbe ni blanketi linatokoswa kwenye chungu, kumbe ni mawe. Na baba huyu anakuwa ameshaezua mabati, ameenda nayo kwenda kuuza ili alete chakula. Hebu angalia hesabu zilivyokuwa za baba. Anaondoa bati akanunue chakula ili watoto waje wale, lakini mvua ikinyesha haangalii kwamba mvua itanyesha, anajua watoto wangu wapate chakula wasife. Ndio maana nimetangulia kukuambia hivi, Mungu alipoumba dunia, cha kwanza aliwaandalia mazingira ya mafanikio, mazingira ya kubarikiwa, mazingira ya kupata chakula, mazingira ya kupata maji na mimea tunayoitumia. Baba ni zaidi ya mwanaume yeyote duniani. Mungu Baba ni zaidi ya wanaume wote walioko duniani wenye fedha, wakina nani waliopata matrilioni, sijui trilioni moja eti ni tajiri wa kwanza duniani. Hakuna. Tajiri wa kwanza duniani na mbinguni ni Mungu peke yake, kwa sababu vyote hivi tunavyovitumia ni vya kwake. Ni vya nani? Vya kwake. Haki na kweli vinabusiana. Upendo wa Mungu ni haki yake. Upendo wa Mungu ndio ukweli ulioko ndani yake. Yaani yeye anajidhihirisha katika kupenda, kusamehe. Nilikuwa nasoma kitabu cha Warumi sura ya 3, anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamefanya nini? Sikiliza. Tuanze mstari wa 21. Warumi 3. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii, na haki ya Mungu iliyo kwa imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wamehesabiwa haki bure kwa njia mmesoma mjasoma? Ngoja nirudie. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aionyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu. Dhambi zote zilizotanguliwa kutendwa. Kwa hiyo unaona Mungu aliziachilia zote, dhambi zote zilizotangulia kutendwa, kwa sababu yuko ambaye alikuja ameibeba neema, ili kila mtu atakayeliitia jina lake aokoke au aokolewe. Mungu kwetu sisi ni msaada na nguvu upatikanao tele wakati tunapoteseka au tunapoteswa. Nakwambia hivi, Mungu kwetu sisi ni kimbilio, msaada na nguvu. Hakuna mahali ambapo unaweza ukakimbilia kama sio Mungu. Nilikuwa naangalia Irani walivyopigwa, nikaangalia Syria walivyopigwa, nikaangalia pale Gaza walivyopigika, wakachapwa, wakachapika, nikaangalia Lebanoni walivyopigwa. Watu wapo hawapo? Ukiangalia idadi ya waliobaki ni wengi, waliokufa wachache. Hawafagi wote. Warumi waliua Wakristo zaidi ya milioni 6. Wayahudi sio waliuao wangapi? Mnasikia ile Holocaust sio walifanyaje? Wajerumani waliwanyonga, waliwasaga. Lakini waliokufa wengi, waliouawa na Warumi ni wengi kuliko Wayahudi. Nilikuwa nasoma habari za kanisa la Orthodox. Warumi kwa sababu walikuwa wanachukia dini ya Kiorthodox, waliuawa zaidi ya milioni 3.
waliokuwa na imani ya Orthodox. Pamoja na Warumi kuua watu wote duniani, je, watu wamepungua na ongezeka? Pamoja na Wayahudi kuuawa na Wajerumani na kuwabagua mpaka leo wanabaguliwa, wameongezeka, wamepungua? Na ndivyo wao wanavyozidi kuwa na maarifa. Kumbe unapopita katika bonde la uvuli wa mauti, gongo lake linakuwa mbele yako na unaiona fimbo yake inayokupigania. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, Mungu tuliye naye si wa kawaida. Usimfananishe Mungu na matatizo ulionayo hayo. Unakuja hapa kwa ajili ya kuombewa ukue. Acha kama ujinga. Nimeona binti hapa anadondoka mapepo, na wengine ninawaombeaga hapa na wauliza mlikuwa wapi? Tulikuwepo, tumeamua tu kukaa nyumbani. Umeamua kukaa nyumbani? Kaa nyumbani uone cha muziki wenyewe. Mapepo yote yanasema una baba, yanakuja. Baba ni ulinzi. Baba ni upendo. Baba ni nini? Ulinzi. Tunapokuwa na Mungu ndani yetu, tunalindwa na nguvu zake. Yale mabaya ambayo yangekuja kutuzamisha au kutuondoa hayapati nafasi, kwa sababu tunaye baba mlinzi, baba anayeona, na anasema hawagusaye igusa mboni ya jicho langu. Wewe kataa kulindwa. Kuna watu wanaenda kwa waganga humu. Yaani mimi nafundisha hapa, naeleza habari za Mungu, naeleza habari za mafanikio, bado hawaamini katika Mungu kwamba anaweza akawainua. Biblia inasema uwainua maskini kutoka jani, uwapandisha juu kutoka mavumbini. Uwainua wanyonge kutoka mavumbini. Wanasema hamna, haya hayawezi kufunction kwetu, twende huku tukapate msaada. Niliwahi kufundisha somo mwaka 2015, nasema unaona nini juu ya Bwana? Wewe unaona nini juu ya Mungu? Muone Mungu kwanza, usione matatizo ulionayo, usione njaa ulionayo, usione watu wamekuacha, usione mtu aliyekukataa, usione mtu aliyekudhulumu, usione shida ulizo nazo. Muone baba kwanza. Baba akiingia ndani, ingawa tulifundishwa ule utii, nidhamu ya woga, kumuona baba unaanza kutetemeka. Baba akifika, faraja imeingia. Chakula mjini kimeingia. Mavazi kipindi cha sikukuu tunavaa, kwa sababu yuko baba anayesimama kwa ajili ya majukumu yake. Sisi tunaye baba zaidi ya baba, ambaye anafika nyumbani, anatupeleka hoteli, anatununulia sambusa. Upendo wa Mungu leo ukuatamie, pia ukuatamie. Na mwezi wa 7 haki ya Mungu ichipuke. Haki ya Mungu ichipuke yote, ime juu ya wenye haki. Haki yako itastawi, kwa sababu Mungu anapenda uinuliwe, anapenda ubarikiwe, anapenda ukue, anapenda uwe na akili. Maana bila akili huwezi kumsikiliza kila anachokuagiza, na maelekezo yake akitoa huwezi kuyaelewa. Mungu aweke akili ndani yako uweze kujua baba ni nani na anafanya nini kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe.